Simbole amerudi. Duka ndio ile hapa mwanao kama ulivyoona. Sasa nataka nikupe mambo mawili matatu kuhusu biashara. Nadhani hujawahi kufanya biashara. Sasa bila maelekezo itakuwa si. Hili duka bwana, kwanza natakiwa makini. Usikopeshe. Mtu asije akakwambia kwamba eti shangazi yako ilishampa hela ili wewe umpe nguo. Kataa. Jambo la pili, la tatu, au ni mawili nishakupa Jambo la tatu, unatakiwa rafiki huko nje, yani kuleta mashoga, watu wanajazana dukani. Napenda wateja ndio waingie, wanunue na kutoka. Lakini sio group waje watu wakuzoee, kwa sababu unaweza kukuta mabinti wengine wanaweza kukaribia kazi yako. Akajidai urafiki, mwisho anakuibia. Anakuja huyu anakuzoea, mwisho anakuhivyo. Umeelewa? Hapa ni mjini, kuna mambo mengi. Kwa hiyo napenda nikusivyo. Na tatu, nitakuelekeza pia jinsi bei zinapokuwa. Umeelewa? Na kitu kingine, napenda kila unapouza, unaona kuna daftari kama ile pale. Kila unapouza basi unaandika kwamba nimeuza gauni kiasi fulani, nimeuza la bei fulani, ile ile unaweka. Nitakuelekeza mengi zaidi na bei kuonyesha kwamba ni kikubwa. Uwe makini na biashara. Sawa. Wewe pia na upendo na wateja, kwa sababu biashara ninavyojua ni upendo na ukarimu. Sio mteja amekuja shilingi ngapi, huyu nani anisongoa, hapana. Mteja mwingine anaweza akaja kwambia ili gauni imelipenda, nitakuja kuchukua baadaye, akaondoka. Ukaona hajakupa hela, ukaona huyu baadaye tena anakuja kunisumbua, hapana. Na leo ati yangu unataka uonyeshe upendo na ukarimu. Ndio jinsi inafanyaje biashara, jinsi inapokuwepo. Na msikivu pia. Na heshima pia. Kwa sababu nimekwambia heshima, najua una heshima sana Janet, ila nimekwambia heshima kutokana na nini? Anaweza kaja mtu ukampandisha ukamshusha, mtu anaona pale nikienda ule ana adabu, ananipandisha ananishusha, au msemo anakuambia ananinyali. Akifika kule anamwambia mwenzake. Pale ukienda ule dada ana adabu, kwanza anadharau. Sasa sitataka usikie vitu kama hivi. Unaweza kuwa na swali ukaniuliza. Shangazi, mimi nasema asante sana, nashukuru. Ndio. Kwa upendo ambao unanionyesha na kuahidi nitafanya biashara vizuri, nitakuwa mkarimu kwa wateja na nitakuwa makini na biashara. Na kuahidi shangazi. Sawa? Sababu Waswahili wanakuambia mdomo fremu, ulimi biashara. Kwa nini umemruhusu Janet aondoke? Mimi sijamruhusu Janet aondoke. Ni madevu huyo. Nachokitaka mtakipata. Kwa hiyo unanitisha? Sio kama nakutisha, unanijua vizuri.
Haya maisha kaka, mimi yamenichosha, natamani hata kufa. Unatamani kufa? Kufa haufi, ila cha moto utakiona. Maisha si umechagua mwenyewe Asa unatamani ufe nini? Cha moto utakiona dada, cha moto. Lakini kaka, hakuna cha lakini dada, haya maisha umeyachagua mwenyewe. Hatuna raha kila siku, simbole. Hatuna kazi ya kufanya Mimi nimeshachoka haya maisha, sio wewe tu, ila haya maisha wewe mwenyewe ndio umeyataka dadangu, umeyataka. Ila kwetu kaka wote, mimi na wewe. Dada, ili la kwako sio la kwangu mimi tena, tafadhali. Ili linakuhusu wewe, mimi simo. Umelitokoza mwenyewe huko mbele kuitafuta, afu leo unaniingiza na mimi. Mimi halinihusu haya. Kabisa halinihusu. Tena tafadhali dada yangu, halinihusu. Na tena tafadhali Violet, tafadhali. Nitakuzibua makofi sasa hivi. Unataka kunipiga? Violet. Unataka kunipiga? Violet. Mimi naondoka. Wewe Madevu, unaondoka unaenda wapi? Hawezi kukimbia kimvuli. Naitwa Simbole. Yai nacheka kwa dharau. Eti naondoka. Usiondoka kwa kebei hapa. Naondoka. Uondoke uende wapi? Hii tumelikoroga, lazima tulinywe. Mimi na wewe. Katoto natamani hata nikashike nikanyonge nikaue aka Simbole aka kana ni tesa, natamani nikashike nikishinje nikikate nikaue kabisa, yani kasionekane tena, nisikaone katika ulimwengu huo, kana ni tesa nisikapendi kabisa yani. Sasa nataka nionyewe. Sijasema hivyo. Tatizo unachoongea mimi nakusikia. Na sawa ahadi Sijasema hivyo.
Ukitaka Ilana aishi, fanya nilichokwambia.